Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, nikualike tutafakari neno la Mungu kwa pamoja. Ni neno ambalo linapatikana katika Injili ya Luka sura ya 15 mstari ule wa 11 hadi ule wa 32. Ni neno ambalo linapatikana inatuunganisha katika kiongozi kalenda, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 6 2026. Naitwa Mchungaji Nasibu Bosco Kasiano, kanisa la Moravian, jimbo la Rukwa. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru Mungu wetu na Baba yetu kwa kuwa Bwana umetulinda, umetuwezesha. Mungu wetu umetufunika kwa mbawa zako Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu wetu kwa wakati huu na majira haya. Tunaalika Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi tunapoendelea kutafakari neno lako. Tunaomba Mungu wetu na Baba yetu utufunike kwa damu yako Yesu Kristo le hai. Tupe masikio ya usikivu, masikio ya kiroho, tuwe wasikivu zaidi kuliko kwa wasemaji zaidi. Asante Bwana Yesu, najiweka mbele za uso wako, nimeipanda madhabahu, naomba msaada wako kwako Bwana, ukanitangulie mtakatifu wa amani. Naomba haya katika jina la Yesu, amina. Nikualike sasa, kama nilivyotangulia kusema, tunaongozwa na somo katika Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 11 hadi mstari ule wa 32. Neno la Mungu linasomeka hivi: Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya washirati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lilo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia.
Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake ni nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyo mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, nikualike tena tuendelee kutafakari neno la Mungu kwa pamoja kama ilivyoandikwa na tabibu Luka. Tunaona Yesu anatoa mfano huu, mfano ambao unamhusu mwana mpotevu. Katika mfano huu umelenga mambo matatu, hasa wahusika watatu: baba, mwana mpotevu ambaye ni mtoto mdogo kwa baba, lakini pia tunaona mfano mwingine kwa mwana mkubwa. Neno hili linatukumbusha habari ya Yesu akiwa na wanafunzi wake, lakini pamoja na waandishi na Mafarisayo na watoza ushuru. Habari hizi zinatufundisha, hasa mfano huu unatufundisha maisha ya mwana mpotevu aliyekuwa na baba yake wanaishi pamoja, akaamua kuomba sehemu ya urithi wake apewe na baba yake, akaanze maisha na upya, maisha ya kujitegemea, kama ilivyo desturi ya kawaida kwamba mtoto unapofika mahali huomba urithi ili aanze maisha ya kwake. Tunaona mwana mpotevu anaomba urithi kutoka kwa baba yake, na baba yake aliweza kumpa, akaenda nchi ya mbali kwenda huko kuanza maisha. Tunaona amefika huko, ameanza maisha, lakini maisha yake hayakuwa mazuri, kwa sababu alianza washerati, akamaliza fedha alizokuwa nazo, akaanza kuhangaika, akaanza kujuta ni namna gani aweze kuendelea na maisha kama alivyozoea maisha ya nyumbani. Alikuwa nakula na kusaza, akaanza kuhangaika na njaa, chakula hakikuwepo. Ndipo alivyoanza kutamani na kula vyakula vya nguruwe.
Hivyo katika mateso aliyoyapitia alitamani kurudi kwa baba yake. Tunaona anaanza kufikiria kwamba nifanye nini ili niweze kurudi kwa baba yangu, baba nisamehe. Akajishusha, akasema afadhali niwe mtumwa, niishi kama watumwa wanavyoishi nyumbani, kwa maana akaona maisha yamekuwa magumu. Alikata shauri kurudi kwa baba yake na kutubu kwa yale ambayo ameona alienda kinyume kabisa na matakwa ya baba yake. Tunaona katika kifungu hiki tunajifunza mambo matatu. Baba anawakilisha upendo na rehema ya Mungu kwa watu wanaotubu. Baba anawakilisha upendo na rehema ya Mungu kwa watu wanaotubu. Lakini jambo lingine la pili, tunaona mwana mpotevu ambaye ni mtoto mdogo aliomba ulisi wake mapema, akaondoka nyumbani na kuutumia vibaya maisha ya anasa, kisha akarudi, kisha akatubu, akarudi kwa baba yake. Lakini mfano mwingine kwa mwana mkubwa, alibaki nyumbani akimtumikia baba yake, lakini baba yake, narudia tena upande wa mwana mkubwa, alibaki nyumbani akimtumikia baba yake, lakini tunaona anakasirika kuona mdogo wake amesamehewa na kupokelewa kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona baba ni mwenye huruma. Baba na huruma na watoto wake. Tunaona baba anamwonea huruma mtoto wake aliyekuwa amesafiri, lakini baada ya kurudi akamsamehe, akamwonea huruma. Lakini tunaona kaka yake na mwana mpotevu anainuka na kukasirika. Kwa nini baba umemsamehe mtu kama huyu ambaye umempa mali, ametapanya kwa maisha ya hanasa? Tunaona baba yake anamjibu na kusema ni sawa na mtu aliyekufa akafufuka. Kwa hiyo ninayo furaha kubwa kumpokea mtu wa namna hiyo. Lakini pia neno hili tunajifunza kwa mfano huu pia ulihusiana na maisha ya waandishi na Mafarisayo pamoja na watoza ushuru. Waandishi na Mafarisayo ni watu ambao walijiona ni watu wenye haki, kwa maana walizishika sheria. Kwa hiyo wakajiona ni wenye haki, hawakuona haja ya kutubu pale wanapokosea. Kwa hiyo wakajihesabia ni watu wenye haki. Ni sawa na kaka yake mkubwa aliyekuwa amebaki nyumbani akijiona kwamba yeye ni mwenye haki, hana haja ya kutubu. Kumbe neno la Mungu hili linatufundisha kwamba tukiishi maisha ya utakatifu, lazima tukumbuke na kutubu. Sisi ni wanadamu ambao hatujakamilika, bado tunaishi katika ulimwengu huu wenye shida nyingi. Kwa hiyo tunapoishi tujue kwamba
tunayo dhambi, yatupasa tukumbuke kutubu. Kama mwana mpotevu aliyeondoka kwenda nchi ya mbali, na alipogundua kwamba amemkosea baba yake, alirudi kutubu. Mwana mpotevu anafananishwa na watoza ushuru ambao waandishi na Mafarisayo waliwahukumu kwa sababu walijua kwamba ni watu wenye dhambi. Ni watu wenye dhambi, na kwa nini wanakula na Yesu pamoja? Wanakula na Yesu chakula pamoja. Kwa hiyo walinungunika kwa sababu Yesu anakula na watu wenye dhambi. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Baraka TV, nikusihi usiishi katika maisha ya dhambi. Kumbuka kutubu kama mwana mpotevu. Mungu ni mwenye huruma. Kama baba alivyo na huruma kwa mwanae, alivyomhurumia na kumpokea kwa shangwe, ndivyo ilivyo Baba mbinguni ana huruma. Mtu mmoja miongoni mwa watu wengi anaamua kutubu, Mungu anakuwa na furaha na yuko lazi kumpokea mtu mwenye dhambi na kugairi dhambi zake na kutubu. Yuko tayari kumpokea tena, kumfanya na upya awe Mkristo kamili. Lakini pia mfano wa mwana mpotevu Yesu aliutoa kuwafundisha watu kuhusu maisha ya toba. Kuhusu maisha ya toba, lakini pia maisha ya kusamehe. Jambo lingine, rehema ya Mungu, kwamba Mungu ni mwenye rehema, Mungu anasamehe. Na habari ya kuwa na moyo wa wivu au kujiona mwenye haki kama mwana mkubwa. Tunaona mwana mkubwa hakuwa na moyo wa kusamehe. Kwa lazima tujifunze, watu wa Mungu, tuwe na moyo wa kusamehe, tusiwe na moyo wa wivu. Yesu aliwaambia mfano huu hasa kwa Mafarisayo na waandishi waliokuwa wakinungunika kwa sababu Yesu alikuwa akila na wenye dhambi. Tunaona walimnungunikia Yesu kwa sababu alikula na watu wenye dhambi. Kumbe somo hili linatufundisha kabisa maisha tunayoishi, tuishi maisha ya utakatifu. Lakini pale tunapoenda kinyume na matakwa ya Mungu, tukumbuke kutubu ili Mungu aweze kutusamehe kwa yale ambayo tumeenda kinyume na mapenzi yake. Tunaona kwamba mwana mpotevu alikuwa mbali kabisa na uso wa Mungu. Tunafananisha na mtu ambaye anaishi na dhambi katika maisha yake. Kwa hiyo huyo yuko mbali kabisa na uso wa Mungu. Kwa hiyo tujitahidi sana kuishi maisha ya utakatifu ili Roho wa Mungu atuongoze, awe pamoja nasi katika maisha tunayoishi. Tukiwa watumishi wa Mungu, sisi ni nuru ya ulimwengu. Tunatazamwa na watu ili watu wamwamini Yesu Kristo kupitia watumishi wake. Kwa hiyo tujitahidi sana kuishi maisha ya utakatifu, tuwe na hofu ya Mungu
Kujihesabia haki mbele za Mungu ni dhambi kubwa, kwa sababu sisi ni wenye dhambi, hatujakamilika. Kwa hiyo tujione kwamba sisi ni wenye dhambi na stahili tugairi, tumwelekee yeye ili aweze kutubariki katika maisha yetu, tuwe watakatifu. Ndipo na sisi tutakuwa na nguvu ya kuwabariki wengine. Fundisho kuu katika somo hili: Mungu ni Baba mwenye upendo na rehema. Mungu ni Baba mwenye upendo na rehema. Mungu anatupenda sana watoto wake. Mungu anatuhurumia sana. Mungu hafurahi mtu mwenye dhambi apotee, bali agairi katika maisha mabaya, agairi. Mwisho kabisa, ujumbe wa leo: tuwe tayari kurudi kwa Mungu kwa njia ya toba, kama mfano wa mwana mpotevu. Mungu furahi sana mwenye dhambi anapotubu na kurudi kwake Baba. Mungu abariki somo hili. Amina. Tuombe. Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru mfalme wa falme. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako. Tunaomba Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu aendelee kutufundisha Bwana maisha ya utakatifu, ili Bwana Yesu tufananishwe na mwana mpotevu aliyesafiri akaenda mbali. Ndivyo Mungu na sisi tunaomba Bwana katika maisha yetu tuweze, Mungu wetu, kufikiria toba, ili Mungu uweze kutusamehe ambayo Mungu wetu tumeenda kinyume na mapenzi yako. Tunaomba haya kwa jina Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji wa Baraka TV, kwa majina yangu matatu naitwa Mchungaji Nasibu Bosco Kasiano, kanisa la Moravian, jimbo la Rukwa.